ulimwengu unakataa kabisa kufanya jambo lolote kwa wakati wowote, kwa sababu kila muda una siri yake, kila muda una password yake. Si kila muda unafaa kufanya chochote. Hapana. Mungu katuwekea nyakati, time, kwa makusudi kabisa. Hajatuwekea muda kama urembo tu, kwamba tuone tu ni urembo. Kwenye kila nyakati kuna siri. Kila unapoona nyakati zinatofautiana, kuna siri ya huo muda. Kuna vitu vimebebwa ndani ya huo wakati. Tunaweza kupata elimu hata kwenye misimu ya mwaka. Kuna misimu tofauti, kuna msimu wa mvua ambao unafaa kwa kilimo. Pana msimu wa jua, pana msimu wa upepo. Yaani huwezi ukaniambia pana kauli kwamba nitafanya kitu nikipata muda. Na wengi wamefeli kwenye maisha kwa sababu ya kufanya jambo lolote kwa wakati wote. Kuna muda wa kuoa, kuna muda wa kuolewa, kuna muda wa kuzaa, kuna muda wa kulala, kuna muda wa kufanya mambo fulani katika ufalme, si wajifanyia. Ndio maana ukiona unapigwa kalenda, usije ukaona mtu huyu mbona kama ananyoroka. Kila kitu kina wakati wake. Uzuri wa nyakati, kuna nyakati za hatari, na hatari ya nyakati hupatikana kulingana na maumbile ya wakati wenyewe. Na vitu ambavyo vimewekwa katika wakati huo. Kuna nyakati hazifai kabisa kufanya chochote kizuri, kwani kitaharibika. Hata kama kina kheri, kitaharibika. Na tutoe katika labda mambo ya tiba, tulete katika mambo ya maisha. Uwezo ukaniambia wakati ambao ilibidi uende shule wewe ukazaa. Kuzaa ni kitu kizuri kwa sababu ni mtoto, ni riziki. Umefanya kitu kizuri lakini hujakifanya kwa wakati sahihi. Kwa sababu wakati huo hauna ulingano na vitu ambavyo unavifanya. Kwa hiyo kila wakati una kodi. Na kila wakati kuna kodi, yani kuna password. Uweza kukuta jambo unalifanya saizi wakati huo haisomi password hiyo. Kwa hiyo mfano utaona kama kumuingilia mwanamke akiwa kwenye hedhi, si kwamba inagoma, haingiliki. Anaingilika vizuri, lakini ni hatari kwa wakati ule, si wakati wake. Haimaanishi msiwaingilie wake zenu wakiwa kwenye hedhi, haimaanishi labda kunakuwa kumeziba. La, hapana. Bali si wakati wake. Na lao utafanya, litafanyika, lakini kuna madhara yatapatikana. Kwa hiyo hii ni elimu ambayo watu wengi tumekuwa tuifuatilii wala tuzingatii. Ndio maana tunafeli mambo yetu mengi. Utaona kuna mtu mambo yake mengi yeye ni kugusa tu yanafanikiwa. Utaona kama ni mchawi, kama ni mwanga. Kumbe si mchawi, yeye anazingatia wakati. Wakati wa kukaa kimya anakaa kimya. Wakati wa kufanya jambo anafanya jambo. Wakati wa kufanya kazi anafanya kazi. Kwa hiyo tuzijue siri za nyakati katika hii dunia, ili dunia yetu iweze kuwa nyepesi. Na ili kufanikisha hatua zako nyingi kwa urahisi, basi usiache kufuatilia elimu ya wakati. Otherwise kinyume na hivyo utajiona una nuksi, utajiona una mkosi. Otherwise utakuwa unatumia nguvu nyingi kufanya hata mambo madogo madogo. Utakuwa unatumia nguvu nyingi sana. Na ni makosa kufikiria kuwa muda unakwenda. Maana kuna mwingine pia, kuna kauli nyingine uzuka wasema muda unakwenda. Muda hauendi. Muda uko vile vile, muda uko mpaka dunia iishe. Yaani huu muda upo. Saa moja ya leo ndo saa moja ya kesho, ina dakika zile zile, ina sekunde zile zile. Yaani vile vile. Alhamisi ya leo na Alhamisi ya kesho ni ile ile. Majira tu yatabadilika, leo mvua kesho jua, lakini lisane lile dakika ni ile ile. Kwa hiyo hatupotezi muda. Muda hauna mwisho. Bali sisi wenyewe ndio tunaojipoteza kwa kuacha kufuata asili zetu, kuacha kufuatisha falme zetu zinasema nini. Mimi na wewe ndio tunazeeka na kufa, lakini muda hauzeeki wala haufi. Muda uko vile vile. Saa moja ambayo aliacha babu yako mwaka 1990 ndo saa moja hii ambayo umeikuta wewe na mimi. Kwa hivyo tujaribu kujitumia vyema kabla muda wetu haujamalizika. Kila mtu ana time yake. Time yake maana yake nasema, yani ana muda wake wa kusurvive ambao amepimiwa kwenye muda huu ambao tunauona. Miaka ni hii. Sisi ndo tumepimiwa kwenye miaka hii, lakini kama muda umeisha. Ndio maana mtu akifa muda unaendelea kuwepo vile vile, wala hausimami.
Na moja ya mambo mabaya zaidi ambayo kufanya ambayo huwa mara nyingi tunayafanya ni kujaribu sisi kujilinganisha. Kwa sababu kila mtu amepewa wakati wake. Mwingine amepewa miaka 50 ya kujitafuta, mwingine ana miaka 20, mwingine ana miaka 70 ya kujitafuta. Sasa kujaribu kujilinganisha ni kujipotezea time wewe mwenyewe. Na maisha hatuwezi kufanana kama vidole. Ng'ombe hula nyasi na majani lakini hunenepa. Lakini huwezi kumlisha paka au simba majani, hata kufa. Kwa hiyo inawezekana kinachomnenepesha mwenzako wewe kikakukondesha. Haimaanishi kila dawa, ndio maana dawa za malaria ziko nyingi nyingi. Kuna mwingine atasema mimi napona kwa mseto, mwingine atakwambia mimi napona kwa panado, mwingine atakwambia mimi napona kwa oroda, mwingine atakwambia mimi napona kwa diklopa. Japokuwa malazi ni yale yale, lakini kila mmoja kuna kitu kinachomfaa vizuri. Kwa hiyo kila mmoja ajaribu kuendesha mbio zake kwa kutambua misingi yake yeye mwenyewe. Kwa kutambua misingi yake yeye mwenyewe. Na siku zote kinachofanya kazi kwa mtu mmoja kinaweza kuwa ni kile ambacho kinaweza kumuua mwingine, wakati kuna mwingine kinamfanya survive. Kwa zingatia karama na talanta yako na asili yako na ufalme wako, utapata nguvu yako. Yawezekana una uwezo wa kipekee, jenga juu yako. Acha kujenga juu ya mitazamo ya watu wengine, jenga juu yako. Siku zote katika maisha, mfano samaki na ng'ombe. Ng'ombe hawezi kwenda kutafuta majani baharini, lakini samaki ana uwezo wa kuishi baharini, na wala samaki hawezi kwenda msituni akatafuta chakula. Kila mmoja ana sehemu zake. Jitafute sehemu yako ni wapi, utajipata. Ikiwa marashalozi yana harufu nzuri kuliko hata nyanya, haimaanishi kuwa lozi inaweza kupikiwa mboga, au inaweza kuwa ni kitoweo bora. Ua lile la lozi lina harufu kupita majani ya sukuma. Majani ya sukuma hayanuki chochote, lakini ndio mboga nzuri. Lakini lozi inanukia, lakini hamna mtu anaweza kuifanya lozi kuwa ni mboga. Usijaribu kujilinganisha na wengine. Wewe pia una nguvu zako mwenyewe. Jaribu utafute na ujenge kesho yako na kizazi chako kwa kuijua hadithi yako vyema. Kwa hiyo tueleweke. Hata tumesoma hadithi kwamba wanasema kwamba wanyama wote waliopo walikuwa katika safina ya Nuhu. Wanyama wote tunawajua walikuwa katika safina ya Nuhu. Kwa hiyo siku zote hii historia ukijaribu kuipimanisha, kwa nini mbona ng'ombe sijui kuliwa na simba, nini ya kufanya hivi, utaendelea kujifunga. Zipo story ambazo haziingia kilini lakini zinajenga. Kwa hiyo kuna mtu anasema mambo ya marohani yaingia kilini, yanajenga. Chukulia kwamba tu yanajenga. Usichukulie kwamba kuingia kilini. Usijidhalau kamwe. Endelea kutazama asili yako. Kumbuka kwamba kalamu za rangi zilizovunjika bado huwa na rangi yake ya asili, hata kama zimevunjika. Wino leo ukichukua peni ile ikivunjika, wino wake ukavuja, bado inakuwa inapoteza rangi yake, itabakia kuwa na asili ile ile, japokuwa haifanyi kazi. Kwa endelea kupambana. Huwezi kujua jinsi ulivyokaribia lengo lako. Ishi sana, iishi asili yako, maana ndio imebeba kumbukumbu zako. Ishi ufalme wako, maana ndio umebeba kesho yako. Kwa hiyo tujitahidi sana, Mwenyezi Mungu atatubarikia inshallah.